Ninafaa kuwa likizo huko Ujerumani, sifanyi kazi, lakini kwa siku 3 ama 2 zilizopita nimechukua wakati huo kuongea na Watanzania wengi wamenitumia, mamia ya watu wamenitumia picha ama video wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hata nimezungumza na wenzangu wanahabari wa Bongo ambao pia wana mengi ya kusema lakini hawawezi. Na mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni siku ya 4 baada ya alichoweza kukiomba Larry Madowo ushirikiano kati yake pamoja na wananchi wa Jamhuri ya Tanzania, wote wale walioweza kuhusika kuchukua video katika hali ya maandamano iliyoweza kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania kuanzia tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025 hadi mapema tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2025. Leo hii ameweza kuibuka na taarifa hii. Ningependa uweze kutizama kipande hiki cha video, ila kwanza kabisa itaweza kuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa hapo kubonyeza maneno yaliyo andiko subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kushare video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Ninafaa kuwa likizo huko Ujerumani, sifanyi kazi, lakini kwa siku 3 ama 2 zilizopita nimechukua wakati huo kuongea na Watanzania wengi wamenitumia, mamia ya watu wamenitumia picha ama video wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hata nimezungumza na wenzangu wanahabari wa Bongo ambao pia wana mengi ya kusema lakini hawawezi. Na itachukua labda wiki nyingine 1 ama 2 mimi na wenzangu tukifanya kile tunaita verification geolocation, tuhakikishe kwamba ripoti yetu ya CNN iko sahihi na dunia inajua kilichotendeka kwa ukweli. Asanteni sana kwa usaidizi wenu. Na mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kumsikiliza mwanahabari Larry Madowo maarufu kutoka nchini Kenya ila kuhudumia kituo cha CNN, mtazamaji wangu, ni hatua kubwa ambayo itaweza kufanywa na runinga hiyo, kwani sote tunafahamu kwamba runinga hii iliweza kufanya documentary ngumu na kali, ambapo iliweza kuwa hata ngumu kwa baadhi ya Wakenya waliokuwa wakitazama ni kipi kiliweza kujiri katika maandamano ya nchini Kenya ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024. Sasa mtazamaji wangu, kwa mara nyingine tukio sawia na hilo litakuwa likifanywa na Larry Madowo na ushirikiano na wanahabari wengine wa CNN. Watanzania, naomba usaidizi. Tunaandaa ripoti CNN kuhusu kilichotokea wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi. Wengi wamefariki, lakini wanahabari wengi wa Bongo hawana uhuru kusema ukweli. Kwa hivyo nitumie video kama ulirekodi wewe mwenyewe, hujatumiwa na mwingine. Niko kwa inbox, DM iko wazi. Help us investigate what happened so we can tell the world. Asanteni sana. Kuhusiana na maandamano yaliyotokea katika Jamhuri ya Tanzania mwaka 2025, kwani sote tunafahamu kwamba Larry Madowo ameweza kulazimika kuchukua hatua hii kutokana na hali ngumu ya media za Tanzania kushindwa kupeperusha habari hizo kutokana na kunyimwa nafasi ama uwepo wa kupeperusha habari ya sampuli hiyo. Hivyo basi Larry Madowo hivi sasa anaonekana kuwa tegemezi kubwa ambalo litaweza kusaidia Watanzania kuonyesha jinsi gani ambavyo yale yote yaliyokuwa yakijiri katika maandamano ya kupinga Rais Mama Samia Suluhu Hassan, jambo ambalo mwisho siku huenda ikawa ni pigo kubwa kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwa njia moja au nyingine, huenda hata ikaweza kuathiri nafasi yake kama rais wa 7 wa Jamhuri ya Tanzania. Ila Watanzania nao hawajaweza kunyamazia kimya swala hili, bali kuonyesha wazi ushirikiano na hata kufurahishwa na kile ambacho Larry Madowo ameweza kukianzisha kwa dhidi ya uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Yote haya yanafanyika sio kwa nia yoyote ile ya kisiasa, bali kulingana na Larry Madowo ni kwa ajili ya kuonyesha mataifa ya kigeni ni yapi yaliyokuwa yakijiri katika Jamhuri ya Tanzania
kipindi na wakati ambapo wataweza kuyafahamu, ndipo ambapo wataweza kufahamu ukweli halisi kwa nini ambapo vijana Gen Z waliweza kuwa na nia ya maandamano mazito ya kupinga na kukosoa serikali ya awamu ya 6 kutoingia madarakani kwa mara nyingine kuongoza serikali ya awamu ya 7 chini ya chama cha CCM kikiongozwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, sote tunafahamu kwamba mengi yameweza kuzungumzwa, ila baadhi wa Tanzania bado hawajaweza kutokea kuyaamini kutokana na wao kutoweza kupatana na hali halisi ya matukio yaliyokuwa yakijiri wakati wa maandamano. Hivyo basi, pendekezo kubwa ambalo Tanzania wengi hivi sasa wanazidi kulitegemea ni kwake Larry Madowo. Sasa vipi kuhusiana na uongozi mzima wa serikali? Je, watakuwa wapo tayari kwa video hiyo itakapopeperushwa na runinga ya CNN iweze kusuggest video zao katika Jamhuri ya Tanzania? Ama huenda interneti ikaweza kuzimwa kwa mara nyingine ili Watanzania baadhi yao wasiweze kuona yaliyokuwa yakijiri, kutokana na wao hivi sasa baadhi yao kuendelea kuwa na imani kali na kuamini ya kwamba uongozi wa serikali ya 7 haukuweza kutumia nguvu kupita kiasi kukabiliana na waandamanaji waliokuwa wakiandamana kwa ajili ya kuomba reforms ziweze kufanyika, ndipo ambapo uchaguzi uweze kufanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, gumzo zito hivi sasa katika mitandao ya kijamii, Wakenya wengi wanazidi kusemwa kwa wao kujihusisha na maandamano ama taarifa za maandamano ya Jamhuri ya Tanzania, hatua ambayo baadhi ya Watanzania wanazidi kusherekea ama kufurahia, tofauti kabisa na kile kilichoweza kufanywa katika Jamhuri ya Tanzania. Na ndipo ambapo hivi sasa inaonyesha wazi jinsi gani ambavyo Tanzania wanazidi kutegemea Larry Madowo kuleta ukweli mzima kuhusiana na maandamano ya vijana Gen Z yaliyokuwa yakifanyika katika Jamhuri ya Tanzania. Ila yote ikumbukwe kwamba kwa njia moja ama nyingine ni sawa, ripoti zitaweza kuchapishwa, habari zitaweza kupeperushwa, ila vipi kuhusiana na uongozi wa serikali ya awamu ya 7? Je, utaweza kukubali ni kweli yote hayo ama video hizo zote zimeweza kutoka katika Jamhuri ya Tanzania? Iwapo hawataweza kukubali ama hawataweza kuzungumzia swala hilo moja kwa moja, mtazamaji wangu, bidii yote ambayo Larry Madowo atakuwa ameweza kuweka na ushirikiano wa baadhi ya raia katika Jamhuri ya Tanzania naye Larry Madowo haitakuwa imeweza kuleta faida, ila katika mataifa mengine wengi wataweza kujionea na kuona ni kipi kiliweza kujiri katika maandamano ya Tanzania, na vipi kuhusiana na haki ya wale wote walioweza kuaga dunia wataweza kupata. Huenda ikaweza kutokea, ila huenda ikawa na changamoto ngumu, kwani kwa njia moja ama nyingine serikali ya awamu ya 7 isingependa kujihusisha na mambo hayo. Sasa mtazamaji wangu, itakuwa vema iwapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section kuhusiana na yale yote ambayo Larry Madowo anazidi kuyazungumzia, na pia kujaribu kuwekeza bidii ili kupeperusha habari hiyo. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.